asifiwe. Bwana asifiwe. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu ya wakati huu mwingine wa leo katika sabato hii takatifu ambayo wote kwa pamoja tumekusanyika hapa kwa kusudi la kumwabudu Mungu wetu. Pende kuwashukuru waimbaji kwa wimbo ambao umeweza kunitangulia. Siku ya leo ni siku ya pekee kwa sababu katika siku hizi tatu tumekuwa na mibaraka ya mvua na ile joto lile usiku limepungua kwa kiwango fulani. Pende kuwakaribisha wageni kwa wenyeji, sote kwa pamoja tuweze kushiriki mibaraka ya neno la Bwana kama ambavyo Bwana ameweza kukusudia tuweze kubarikiwa mchana wa leo. Hebu tuombe. Baba yetu, tuko mbele zako sasa. Roho wako Mtakatifu akaniongoze katika kuyapeleka mapenzi yako kwa kila ambaye amehudhuria katika ibada ya leo. Wapo ambao wanatutazama moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii, kupitia YouTube ya kanisa hili la Waadventista wa Sabato hapa Dumila Juu. Wote kwa pamoja tukaweze kubarikiwa kwa namna ya pekee kwa kile ambacho Bwana amekusudia tuweze kukipata mchana wa leo. Katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Mchana wa leo nimekuja na somo lenye kichwa cha maneno kisemacho kosa baya la mwanadamu. Kosa baya la mwanadamu. Naomba tu nifuatilie kwa makini, maana nataka leo nizungumze vitu vya muhimu. Sisi kama kanisa la Waadventista wa Sabato, washiriki wa Dumila Juu, wasafiri tunaosafiri kutoka duniani hapa ulimwenguni hapa, tunaotazamia kuja kwa Yesu mara ya pili, hatuna budi kutembea katika ufahamu na uelewa kama ambavyo msingi wa neno la Mungu unatufundisha. Kwa leo somo langu linasema kosa baya la mwanadamu. Na msingi wa somo langu umejengwa katika kitabu cha Yohana sura ya 14. Yohana sura ya 14. Katika sura hii tunakutana na wahusika wakuu watatu. Kwanza tunakutana na Yesu. Lakini pili tunakutana na Tomaso. Tatu tunakutana na Filipo. Hawa wahusika watatu
Bwana katika sura hii ya 14 ya kitabu hiki cha Yohana, sura ya 14, mafungu yote ya kwanza mpaka mwisho. Kwa hiyo nitatembea katika sura hiyo ili kujenga hoja ya msingi katika somo langu la siku ya leo ambalo Bwana amekubali tuweze kujifunza. Biblia inasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo, nami niendako mwaijua njia. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa ukisoma vizuri sura ya 14, unaweza ukajiuliza maswali. Yesu alipokuwa akizungumza na wanafunzi wake kuhusu habari hii, alikuwa anamaanisha nini? Aliona nini kutoka kwa wanafunzi? Mpaka ifikie wakati aseme ya kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Kufadhaika ni jambo ambalo limekuwa likiwapata wanadamu. Ziko fadhaa za kila namna ambazo zimekuwa zikitokea katika maisha yetu kulingana na mambo fulani ambayo yanatutokea au tunayokutana nayo katika maisha yetu. Yaani ambayo imekuja tu ghafla, hiyo taarifa ikakufadhaisha, au ukapata jambo fulani ikakufadhaisha. Lakini unaposoma roho ya unabii, kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, nilipokuwa nikifuatilia Mama White fulani hapa zuri kulingana na kisa hiki, anasema Yuda alikuwa ameondoka katika kile chumba cha ghorofa, na Kristo alibaki peke yake na wale 11. Alikuwa karibu kuzungumzia kuhusu kutengana kwake na wanafunzi wake, lakini kabla ya haya alitaja kazi yake kuu iliyomleta hapa duniani. Alikumbushia mara kwa mara kuwa kudhalilishwa kwake kote na mateso yake yote vitalitukuza jina la Baba yake. Kwa jambo hili alielezea kwanza mawazo ya wanafunzi wake. Bwana na mkuu wao, mwalimu na rafiki wao mpendwa, alikuwa wa thamani mno kuliko maisha yao. Kwa hiyo Yesu alikuwa amekwisha ona kwanza kitu kilicho mbele yake. Alikuwa amekwisha ona mawazo walionayo wafuasi wake, wanafunzi wake. Maana alikuwa amekwisha waeleza mateso yatakayomtokea muda mfupi ujao. Alikuwa ameshawaeleza kile kitakachomtokea. Sasa mtu anapokuwa mtu rafiki yako ambaye mmekaa naye, mmeishi naye kwa kipindi kirefu, alafu leo aje aanze kuzungumza habari kama za kuteswa kwake, sio unapata unafadhaa, sio unafadhaika, utaanza kujenga mawazo ya itawezekanaje huyu mtu ambaye tumekaa naye muda wote, alafu leo aanze kuzungumza habari ya mateso, habari ya kile kitakachotokea mbele yake. Lakini Yesu
akaenda mbele zaidi, akawaambia, haya yote yanaweza yakatokea na yakanipata, lakini ninachowaambia msifadhaike. Bwana Yesu asifiwe. Msifadhaike kwa sababu mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Maana nyumbani mwa Baba yangu mna makao, nami ninakwenda nitawaacha, na kwa sababu nitawaacha ninakwenda nyumbani kwa Baba yangu, lakini iko siku nitarudi niweze kuwachukua. Haleluya. Wanafunzi wakaendelea kumsikiliza kwa makini. Sasa hoja ikaja kujengeka. Kitendo cha Yesu kwenye fungu la 4 alipokuja kusema, nami niendako mwaijua njia. Hapo sasa Yesu aliposema niendako mwaijua njia, mtu mmoja, kijana mmoja kati ya wale waliokuwepo anayeitwa Tomaso akasema, hapana, huwezi kutuambia kwamba sisi twaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twajuaje njia? Yaani Tomaso anamwambia Yesu, wewe umetuambia kwamba unaenda. Yaani maelezo yote ambayo Yesu alikuwa anayatoa, lakini Tomaso bado alikuwa hajaelewa kwamba Yesu anamaanisha nini. Unajua, unaweza ukawa uko nyumbani, unaweza ukawa sehemu yoyote, ukawa unatoa maelezo fulani, lakini yale maelezo watu wakakusikiliza kwa makini, lakini wasielewe kile ambacho unakimaanisha. Tomaso akasema, sisi hatujui uendako. Japo umesema unakwenda kwa Baba, unakwenda kutuangalia mahali, sisi hatujui uendako, wala hatujui njia. Umetuambia njia nayo iendea mwaijua, sisi hatuijui. Sasa Tomaso huyo alikuwa akizungumza kwa niaba ya wenzake. Yesu akatazama, akamwangalia. Fungu la 6 Yesu akajibu akasema, mimi ndimi njia, kweli na nini? Na uzima. Na mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Haendi kwa Baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Wanafunzi wakasikiliza, wanafunzi wakaangalia, huyu ni Yesu anaendelea kumaanisha nini? Anaendelea kumaanisha nini? Tomaso, Yesu akamwambia, mimi nimejua kwa kweli. Akaendelea kusema, kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua. Habari ya njia. Unajua, unaweza ukawa unasafiri, unaweza ukawa unatembea, ukaenda sehemu fulani, lakini katika njia unayoipita usielewe unakokwenda ndio yenyewe. Kule Dar es Salaam mwaka fulani, miaka nyuma, kulikuwa na desturi fulani. Unapokuwa umekosea njia, unataka kutoka sehemu fulani kwenda sehemu fulani, tukutana kijana anambia mimi nataka kwenda Gongo la Mboto au nataka kwenda sehemu fulani, anakuonyesha njia ambayo sio yenyewe. Na kusudi la kukuelekeza sehemu sio yenyewe, kwa sababu anajua kabisa huyu ni mshamba, huyu bado ni mgeni katika mji. Na kama ni mgeni katika mji, atakuelekeza njia. Ukipita kwenye ile njia ile chochoro, atakufuata nyuma. Akikufuata nyuma kitakachotokea kama kusuko kupora vitu nacho. Utajua. Lakini Tomaso anamuuliza Yesu, anasema hatuijui njia. Sasa Yesu anamwambia, sasa sikiliza Tomaso, sikiliza nikwambie, mimi njia, kweli na uzima.
uzima. Inakupasa wewe upitie hiyo njia, upitie kwangu. Mimi ndiye daraja la kufika kwa Mungu. Haleluya. Mimi ndiye daraja, mimi ndiye njia. Pasipo mimi, usiponiamini mimi, kwa sababu unamwamini Mungu, unabidi umwamini na yeye aliyempeleka, ambaye ndiye mimi. Akaendelea mbele Yesu. Fungu lilofuata akasema, kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba. Yesu akaongeza hoja nyingine, akaongeza swali lingine. Baba yupi ambaye sisi tunamfahamu? Fungu la 8 akatokea mtu mwingine, Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba, yatutosha. Yesu, kwa sababu umetaja habari ya Baba, siku zote tunakusikia unasema Baba yangu wa mbinguni, Baba yenu, Baba hivi na hivi. Lakini leo tunataka utuonyeshe Baba. Kabla ya yote, Filipo Tomaso umemjibu ya kwamba wewe ndiye njia, kweli na uzima. Sawa. Lakini ukataja neno Baba na ukasema tunamfahamu. Tuonyeshe huyo Baba. Yes. Akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemuona Baba. Basi wewe wasemaje, utuonyeshe Baba? Aliyeniona mimi amemuona nani? Sasa iweje wewe unasema habari hii? Roho nabii katika kitabu cha Tunaenda Vitu Vyote anaendelea kusema, lakini bado wanafunzi hawakuelewa hivyo. Wakaendelea kuuliza, utuonyeshe Baba, yatutosha. Filipo akasema ghafla, Kristo aliuliza kwa mshangao wa uchungu, mimi nimekuwa pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Je, inawezekana kwamba haumuoni Baba katika kazi azitendazo kupitia kwangu? Bwana Yesu asifiwe. Hoja ya Mwokozi alikuwa na shauku ya kutaka wanafunzi wake waelewe kwa nini uungu wake uliungana na ubinadamu. Bwana Yesu asifiwe. Hii ikazaa hoja msingi. Yesu akaanza kutoa ufafanuzi. Aliyemwona Baba, aliyeniona mimi amemwona Baba, aliyeniona mimi amemwona Mungu. Kwa hiyo nataka nikwambie Filipo, kwa sababu kwa miaka 3.5 hii ambayo uko pamoja na mimi, matendo yote, kazi zote, kila ninachokifanya hapa ninakifanya kwa ajili ya Baba aliye mbinguni. Kwa hiyo kwa kuniona mimi tu umemwona Mungu. Haleluya. Kwa kuniona mimi tu umemwona Mungu. Na kwa sababu hiyo hoja ya uungu ikaanza kuonekana katika sura hii. Yesu akaanza kutoa ufafanuzi wa uwepo wake. Akaanza kutengeneza hoja msingi, akaacha ile ya msifadhaike mioyoni mwenu. Na kwa sababu wanafunzi wake wanataka kuchimba ndani ili wajue kiundani, na Filipo anataka ajue habari ya Baba, Yesu anakuja anasema, nimekuwa pamoja nanyi siku zote hizi hapa. Kwa hiyo nataka nikwambie mtu wa Mungu hapa ulipo,
umemwona Yesu, umemwona na Mungu wa mbinguni. Haleluya! Kwa sababu umemwona Baba, kwa sababu umemwona Yesu, umemwona na Baba wa mbinguni. Kwa usihangaike kuanza kuuliza hivi Yesu yukoje? Hivi Mungu yukoje? Hivi nitakavyokwenda mbinguni, huyu Mungu atakuwa na sura gani? Huyu Mungu atakuwa wa namna gani? Aliyemwona Yesu. Maana Yesu alipokuja hapa duniani alikuja kuwakilisha uungu. Haleluya! Alikuja kuwakilisha uungu. Na ndio maana sasa anajaribu kuelezea. Yesu akamwambia, fungu la 10, usadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? Hayo maneno niwaambiayo mimi siyasemi kwa shauri langu, lakini Baba akae ndani yangu huzifanya kazi ndani yake. Kama hamsadiki, basi sadikini zile kazi ninazozifanya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akaendelea kuelezea habari ya Mungu wake. Akaendelea kuelezea habari ya Mungu wake. Ilipofika fungu la 15, Yesu akasema maneno haya. Akasema, mkinipenda mtazishika kabisa. Lakini fungu la 16, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Haleluya! Yesu akaendelea kutengeneza ukurasa. Amekwisha mwelezea Baba, na sasa anakuja mbele tena anamwelezea Roho Mtakatifu. Anauchukua ule uungu, ule utatu anauchukua katika sura hii, anauweka pamoja hapa ili wanafunzi waweze kuelewa habari ya uungu wa Kristo. Na jambo hili limekuwa likileta maswali katika ulimwengu wetu wa kiroho kuhusu habari ya Utatu Mtakatifu. Limekuwa likileta maswali katika dunia yetu ya leo kuhusu habari ya uwezo wa Mungu katika utendaji wa kazi zake. Na hata kabisa nalo likavamiwa. Watu ambao wamekuja na mafundisho yao wakataka kuzungumza kuhusu habari ya nguvu ya Mungu katika utendaji, wakichambua habari ya Mungu, wakichambua habari ya Mungu kama Baba, habari ya Mwana na habari ya Roho Mtakatifu. Wengine wakatoka wakaenda mbali, wakasema Roho huyu anayesema ni Roho Mtakatifu hayupo katika Utatu Mtakatifu. Huyu ni upepo tu. Ni upepo tu. Wakatengeneza dhana potofu ambayo ikawafanya watu wa Mungu wengi wawe na mashaka juu ya kazi na nguvu ya uwezo wa Mungu katika maisha yetu. Kijana wale, nataka uelewe jambo hili. Mungu wetu ni Mungu wa matendo makuu. Haleluya! Ni Mungu wa mambo makuu. Ni Mungu ambaye utendaji wa kazi zake yeye utendaji wake ameueneza kwa namna ya ajabu. Unajua Mungu si kiumbe. Bwana Yesu asifiwe. Unanielewa? Mungu si kiumbe. Yesu si kiumbe. Roho Mtakatifu si kiumbe. Mimi na wewe na viumbe vya asili na malaika walioumbwa na Mungu, sisi ndio viumbe.
sababu tu alizaliwa kupitia kwenye tumbo la mwanadamu. Lakini Yesu ni Mungu, aliuvaa binadamu akaja kwetu. Katika kitabu cha Yohana 1 anasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa yeye, pasipo yeye hakuna ambacho kimefanyika. Yaani hapo mwanzo kulikuwako neno. Huyo neno alikuwa kwa Mungu. Huyo neno alikuwa Mungu. Mungu ni maajabu haya sayansi ya Mungu katika utendaji. Kwa hiyo Yesu anataka tuelewe Mungu wake na utendaji wake. Na namna hizi nguvu tatu mtakatifu unavyofanya kazi kwa kiwango cha juu katika kuwatumikia wanadamu, katika kuutumikia ulimwengu. Ukisoma fungu la 14 hiyo sura ya kwanza anasema huyo neno akafanyika mwili, naye akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wa nani? Wa Baba. Eti aliyekwenda kutoa taarifa kwa Bikira Maria kwamba atapata mimba alikuwa nani? Gabrieli. Aliyefanya kazi ya kutungisha ile mimba ndani ya tumbo lile alikuwa nani? Alikuwa nani? Alikuwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Alikuwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu utapata nini? Mimba. Yaani malaika yeye alipewa taarifa tu, nenda peleka taarifa. Lakini Mungu wa mbinguni ndio aliyofanya kazi. Haleluya. Roho Mtakatifu akaweka uwezo. Mwana akaja akabeba mimba ya miezi 9. Akazaliwa mtoto Yesu Kristo. Haleluya. Akazaliwa. Wewe angalia. Wahusika wote wako pale. Roho Mtakatifu alihusika kwa kiwango kikubwa kwa kuzaliwa kwa Yesu. Lakini kama haitoshi, kwenye Mathayo sura ya 3 fungu la 16 na kuendelea, baada ya Yesu kutoka kwenye ubatizo, ametoka kwenye kisima kile, amepanda juu. Biblia inasema mbingu zikafanya nini? Zikafunguka. Zilipofunguka, akamwona Roho wa Bwana anashuka kama nini? Kama hua. Roho Mtakatifu akashuka. Aliposhuka akakaa hapa kwenye bega lake. Alipokaa sauti ikatoka wapi? Mbinguni, ikasema huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Sasa huyu anayepinga uwepo wa Roho Mtakatifu katika nguvu ya uongo ni nani? Ushindwe katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu alihusika katika kila kitu. Kwa hiyo Yesu akaendelea kutoa ufafanuzi mzuri. Kwa katika sura hii tunaona namna ambavyo uungu wa Yesu unavyofanya kazi, namna ambavyo Mungu anafanya kazi katika maisha yetu, namna utendaji wake ulivyo na wa msingi katika kuwasaidia na kuongoza wanadamu. Ukisoma katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5, Biblia inasema maneno haya. Sikiliza kwa makini. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 fungu la 8. Biblia inasema, kwa maana wako watatu washuhudiao, bracket, Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Na watatu hawa ni nini? Umoja. Wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba, Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Kwa kule mbinguni watatu ambao Baba, Neno na Roho Mtakatifu, hawa katika umoja wakapatana namna ya kwenda kumkomboa mwanadamu. Ndipo Neno ambaye ni mwana, yeye akashuka kuja duniani, akaja kufanya ukombozi hapa duniani. Alipomaliza kazi
Na Yesu alipokuwa anapaa katika kitabu cha Mathayo 28 fungu 20 anasema, tazama mimi niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa nini? Wa dahari. Yesu alikuwa anamaanisha kwamba hawezi kutuacha sisi kamwe, na kwa sababu hawezi kutuacha kamwe sisi, anaendelea kwa pamoja nasi. Uwepo wa Roho Mtakatifu hapa duniani, Mungu yupo, Yesu yupo, wanatenda kazi kwa pamoja. Haleluya. Ni kupinga habari ya Utatu Mtakatifu. Wameinuka leo wahubiri wengi, wameinuka leo hata wahubiri ndani ya kanisa wakijaribu kufanya upotoshaji kuhusiana na kazi za Mungu na utendaji wake, wakijaribu kumchukua mwana. Wengine wakaja wakasema Yesu ni Mungu, lakini Roho Mtakatifu sio Mungu. Wengine wakaja wakasema wakatoa maelezo mengi ya upotoshaji. Yaani Yesu anasema katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 32, sura ya 10 fungu la 32 na 33, yeyote atakaye nikiri mbele za watu, nami nitamkiri mbele za nani? Baba yangu. Sasa wewe hutaki kumkiri Yesu, wewe hutaki kukiri uungu wa Yesu, wewe hutaki kukiri habari ya uwepo wa Roho Mtakatifu, wewe hutaki kukiri uwepo wa Mungu katika maisha yetu kupitia mwana na kupitia Roho Mtakatifu. Kinachofuata ni nini? Fungu la 33 nasema, na mimi nitamkana mbele za nani? Za Baba yangu. Kama mtu wa Mungu unatega masikio na kusikiliza, kutega masikio na kusikiliza ni jambo jema, sikiliza. Lakini angalia huyu anayekufundisha, je, amesimama katika msingi na kanuni ya neno la Mungu? Kama hajasimama hivi, mwambie aende zake. Mwambie aende zake. Mimi tangu nimezaliwa, tangu nimemjua Bwana, tangu nimeanza kusoma neno la Mungu, hakuna sehemu yoyote ambako sijaona kuna upotoshaji wa neno la Mungu. Afu leo mwanadamu uje uanze kupotosha. Watu wengine wakaja wakaibuka wakasema, hatubatizwi kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tunabatizwa kwa jina la Yesu. Kwa sababu hakuna mtume hata mmoja aliyebatiza kwa jina hilo la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ukisoma Biblia, Petro alisema wakabatizwa kwa jina la Yesu. Paulo naye akasema wakabatizwa kwa jina la Yesu. Sasa hii Baba, Mwana na Roho Mtakatifu imetoka wapi? Wakaondoa ile Mathayo 28 fungu la 18 aliyesema mkawabatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Haya maneno aliyetamka si Yesu mwenyewe. Na kama aliyatamka Yesu mwenyewe, ina maana wanafunzi walikuja kupingana na Yesu. Walikuja kupingana na Yesu. Hawakuja kupingana na Yesu. Katika kipindi kile ambacho wanafunzi walikuwa hapa duniani, msingi wao mkubwa ilikuwa ni kumwinua Yesu, ilikuwa ni kumfundisha Yesu, ilikuwa ni kumhubiri Yesu. Sasa kwa sababu imeandikwa kwamba wabatizwe kwa jina la Yesu, hakuondoa unajua waandishi walikuwa kama aliyetunga kitabu, aliyeandika kitabu cha Matendo ni Luka. Na Luka alivuviwa na Roho Mtakatifu katika uandishi wake. Alikuwa daktari mzuri sana, akaandika. Lakini Luka wakati anaandika hii, yeye alikuwa amejikita kwenye sehemu moja tu ya kupeleka injili ya Yesu. Lakini hakuondoa ile dhana ya Yesu aliyosema kwamba kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Biblia haipingani. Sasa wanadamu wanakuja leo wanasema, hii habari nilishaanza kuisikia toka huko kwenye makanisa mengine huko. Lakini baadaye wakaja hata Wasabato wengine leo nao wanakuja wanasema, hatubatizi kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tunabatiza kwa jina la Yesu. Kwa hiyo wengine wakaenda mbali wakasema, hiki kifungu hiki cha Baba, Mwana na Roho Mtakatifu kiliingizwa mwaka 1976.
Games zamani. Alafu mwingine anasema hiki kimeingizwa tu mwaka 1976. Haya, na hili fungu linalosema wako watatu wanaoshuhudia mbinguni, Baba, Neno na Roho Mtakatifu, nao limeingizwa. Kipindi cha mitume, Roho Mtakatifu ndiye alihusika kwa kiwango kikubwa kufanya kazi, kuwaongoza mitume kwa ajili ya kupeleka injili kwa mataifa, ili watu wamfahamu Mungu, ili watu wamfahamu Yesu, ili watu wamfahamu Bwana. Lakini leo watu wanakuja wanapotosha. Nilikutana na mtu mmoja ambaye anajiita yeye ni mwanatengenezo. Tukakaa hapo tukabanana hapo. Baadaye akaondoka na msimamo wake. Akaenda na msimamo wake. Nataka niwaambie wana wa Mungu, tusiingie kwenye makosa ya namna hiyo, maana tutapotea. Shika ulicho nacho. Tembea na imani ambayo Bwana amekupatia. Soma vizuri maandiko matakatifu. Soma kanuni ya kanisa kwenye misingi ile imani za msingi. Inazungumza na kufafanua vizuri. Inaanza kwanza kumwelezea Mungu Baba, inamwelezea Bwana, inaelezea Roho Mtakatifu na utendaji wao. Wengine wakaenda mbali wakasema, sasa nini hapo? Mmeenda mbali. Nikamsikiliza mtu mmoja akaenda mbali akasema, kanisa la Waadventista wa Sabato hili liliishia mwaka 1844. Ndiko lilikoishia huko kipindi cha matengenezo. Lakini kanisa la sasa ni kanisa la siku za mwisho. Hawa ndio wanaokuja kwa nani? Kwa Yesu mara ya pili. Lakini ukimfuatilia huyo mtu naye ni Msabato, Mwadventista. Aliwahi kuwa Msabato, aliwahi kuwa Mwadventista wa Sabato. Yesu akawafafanulia wanafunzi wake kuhusu uungu. Mchana nilisema kwamba katika semina zetu tulizozipata pale Morogoro tulijikita sana kuzungumzia habari ya uwepo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mchana na siku zingine kwenye semina zetu za mchana tutaendelea kuingia ndani, tufafanue kazi za Roho Mtakatifu, tufafanue utendaji wa uungu, tufafanue kile Mungu anachokitaka kama watu wake, kama wasafiri, tusipotoshwe na upepo unaovuma katika dunia hii ambao matokeo yake ni kuwaingiza watu katika kosa wasiokusudia. Katika kosa wasiokusudia. Katika kitabu kile cha Zaburi 34. Kitabu cha Zaburi 34. Biblia inasema maneno haya, fungu la 15. Macho ya Bwana huelekea wenye haki, na masikio yake hukielekea kilio chao. Haleluya. Macho ya Bwana yanawaelekea wenye haki, yanawaelekea kila anayemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wake. Unajua unaweza kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, lakini usikiri uungu wake. Ili swala la kukataa uungu wa Yesu lilianzishwa na Waislamu huko, lakini baadaye limeenda hata Wakristo nao wamelichukua, nao wameliingiza. Waislamu ndio wanaopinga uungu wa Yesu. Mungu mmoja katika nafsi tatu zinazojitegemea, zinazofanya kazi katika utendaji wa pamoja. Na hata ukitoka hapa duniani ukienda mbinguni, hautakuta viti vitatu, utakuta kiti kimoja. Haleluya. Na utukufu wa Mungu huu ndio utakao kuwepo pale kitenda kazi. Maana aliyemuona Yesu amemuona Baba, aliyemuona Baba amemuona Roho Mtakatifu. Hawa wanatenda kazi katika nguvu moja, katika utendaji mmoja, katika
kitu kimoja, Bwana huwaelekea macho wale wote wacha Mungu wake, wale wote wanaomkiri Yesu. Ukimkiri Yesu, ukamtangaza Yesu, ukatangaza uungu wake katika ulimwengu huu, yaani wewe usiulize utuonyeshe Baba, yaani kwa sababu umeshamfahamu Yesu. Hata kama hujamuona kwa macho, umemuona kwa imani, kwa kusikia, tofauti na wale wenzetu waliomuona macho kwa macho. Lakini imani yako tu kwa kumwamini Yesu, kwamba umemuona katika mawazo yako, tambua kwamba umemuona Baba. Haleluya. Na umemuona Roho Mtakatifu, maana ndiye aliyepo sasa, anayefanya kazi, anayetuongoza katika haki, anayetuongoza katika kweli. Huyu ndiye msaidizi wa kweli, mwenye nguvu, mwenye mamlaka, mwenye uwezo na utendaji wote. Haleluya. Mchana wa leo, jicho la Bwana linataka kukuelekea. Mchana wa leo, macho ya Bwana yanataka kukutazama. Mchana wa leo, Bwana anataka akutazame. Katika sura ya 14 fungu la 25 kitabu cha Yohana, Biblia inasema, hayo ndiyo niliyowaambia wakati nilipokuwa nikikaa kwenu. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwafundisha yote niliyowaambia. Haleluya. Mchana wa leo, kwa nguvu ya uungu, kwa nguvu za Mungu, kwa nguvu za Mwana, kwa nguvu za Roho Mtakatifu, watu wa Mungu, wacha Mungu, tusiokuwa tayari kuingia katika kosa baya la mwanadamu la kukana uungu wa Yesu, la kumkana Mungu. Maana unapotengeneza hoja za namna hii, ni sawa na kumkana Mungu kama hayupo, ni sawa na kumfanya Mungu kama kiumbe. Mungu sio kiumbe, maana yeye aliumba, hakuumbwa. Alikuja tu akafanyika mwili, na kufanya kwake mwili kulikuwa ni kwa ajabu, maana kulikuwa hakuna mchanganyo kati ya mume na mke. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Yesu ungemuita tu mwanadamu wa kawaida, kama Yusufu na Mariamu wangekutana. Jicho la Bwana linataka likuelekee. Mchana wa leo, macho ya Bwana yanataka yakuelekee. Kwa wewe ambaye unasema, Bwana, mimi ninakukiri Bwana, hata wanadamu, hata upepo uvume, hata ifanyika nini, mimi bado ninakiri uwepo wa nguvu tatu za uungu katika utendaji, ambazo ndizo zinazoongoza maisha ya mwanadamu siku zote. Shetani ndiye ameharibu. Tutajifunza hapo mbele. Tutajifunza utatu wa Shetani na tutajifunza utatu wa Mungu. Maana Shetani ndiye ana utatu katika dunia. Tutajifunza hapo mbele. Lakini mchana wa leo, kwa sababu Bwana ametuonyesha njia, Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Bwana yeye ndiye anayetuonyesha Baba, ndiye anayetuonyesha nguvu ya Roho Mtakatifu. Yeye ndiye yote katika yote. Yeye ndiye tumaini la wokovu wa maisha yetu. Mchana wa leo, kila anayesema, Bwana nisaidie nikufahamu, nisaidie nisipotoshwe, nisaidie nisiingie katika makosa, nisaidie nisiingie katika mafundisho mapotofu ambayo yanaondoa uwepo wako na nguvu zako, Bwana nisaidie. Kama uko pamoja na mnyosha mkono wako. Tazama wewe Bwana Mungu wangu, je, kuna neno lolote usiloliweza? Tazama wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno lolote
Je, kuna neno usiloliweza? Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Je, kuna liweza? Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Wa kumkataa shetani na mafundisho yake, wa kumruhusu Roho Mtakatifu atufundishe juu ya uungu wake. Nitaomba mama mmoja na baba mmoja waje tukabidhi mkono. Mama mmoja na baba mmoja, karibu waje tukabidhi mikono. Tuombe. Asante Mungu wetu ushie mbali pa juu, tunapenda kushukuru Mungu Baba jinsi ulivyotulinda mpaka masaa kama haya. Mungu wetu tunasema asante kwa kusikia neno lako hili, kila mmoja aweze akapata Roho Mtakatifu na kuweza kukumbuka na kuweza kulitafakari. Baba, tunaombea mhudumu wetu jinsi alivyokuwa akituonya kwa maandiko yako matakatifu. Tunaomba Baba uweze kumpatia nguvu na Roho Mtakatifu awe pamoja naye, ili siku moja tuweze akasimama tuweze kusikia neno lako. Na wakati huu Baba, angalia tumepiga magoti Baba, vijana pamoja na watoto wetu. Roho wako Mtakatifu awe nasi, asitupite Baba kusikia neno lako. Yote hawa watakao kuwa wanaendelea kuomba Baba, tunakabidhi mikononi mwako, tukiomba na kushukuru kwa jina la Yesu, amina. Mfalme wa amani, mpendwa rafiki, tunashukuru kwa kile ambacho umekusudia katika siku ya leo tuondoke nacho. Tunashukuru kwa sababu umetutambulisha kwa namna ya ajabu, namna ambavyo Roho Mtakatifu anavyofanya, kwa sababu wewe mwenyewe ulisema ni umoja, na ndilo kusudi lako kwamba tuwe wamoja katika yote. Tunachokuomba ni kwamba nenda kajidhihirishe kuanzia sasa. Huyo Roho Mtakatifu ambaye tunayemuomba kila wakati, Roho Mtakatifu kwa sababu alikuwa ni mmoja, Mungu wa mbinguni, katika utendaji wa kazi tumeshuhudia hilo. Na hata tu mchana wa leo ni Roho Mtakatifu ambaye ameendelea kufanya kazi ndani ya mioyo yetu na kuasikia haya ambayo ulikusudia tuyapate katika siku hii. Kila ambaye aliyesikia, nenda kampatilie, kamfanyie mabadiliko kuanzia sasa. Roho Mtakatifu asiingie na kutoka, lakini akadumu katika mioyo yetu. Tunachokuomba ni kwamba tupatie umoja kama vile Roho Mtakatifu alivyo na umoja, nasi tunaomba tupatie umoja. Tutakapotembea katika umoja, tuna imani Roho Mtakatifu atadumu ndani ya mioyo yetu. Jana leo mtumishi wako, kile ambacho ulichokusudia akiwakilishi amekiwakilisha. Sasa imebaki kwa kila aliyesikia. Tunachokuomba ni kwamba namna tulivyoingia tusitoke kama tulivyoingia, lakini tukatoka tukiwa na mabadiliko. Naomba tukawe mchelelezo katika jamii kwa kuitia Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye ndiye anayewezesha kila jambo, kila tunalolitenda. Mungu wa mbinguni, tunakuomba ukatutangulie. Ndivyo tuombapo tukiamini kwamba
yote yatatimizwa kwa wewe, kwa sababu wewe ndio ulio na kusudi kwamba ni namna gani uenende kwa njia ya mapenzi yako, na hata mapenzi yako yatatimizwa kwa mchana leo. Ndivyo tunavyoomba kwamba ukatujibu kulingana na wingi wa fadhili zako, ni katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen.